nukta, tutakuletea sakata, tutakuletea moja kati ya matukio muhimu ambayo yametigisa na yanaendelea kutigisa vichwa vya habari ulimwenguni. Tukio ambalo likihusisha juu ya fedheha na aibu, juu ya vitendo vya ukatili pamoja na vitendo vya mauaji, lakini pia vitendo vinavyopelekea kuhusisha masuala ya unyanyasaji, hasa kwa mabinti wa kike waliokuwa wanabakwa chini ya umri wa miaka 18, kwa mabinti wa kike walioandaliwa kwa ajili ya kustarehesha viongozi wa Marekani, lakini pia viongozi wa bara la Ulaya, viongozi kutoka katika falme za Kiarabu na viongozi kutoka katika nchi za Kiafrika waliokuwa wakikutana katika jumba lililoandaliwa maalum na linajulikana kama kisiwa cha Jeffrey Epstein, kisiwa cha kulabata, kisiwa cha maisha ya anasa, kisiwa cha kustarehe, kisiwa kilichokuwa ndanimo kunatekelezeka mauaji, kisiwa ambacho ndanimo kilikuwa kinatekelezwa vitendo vya unyanyasaji kwa watoto wa kike. Picha linaanza moja kwa moja kama tulivyokuambia tutakuja kuelezea. Picha linaanza kwa Jeffrey Epstein ambaye alitumwa maalum na shirika la intelijensia la Israel linalojulikana kama Mossad kwenda nchini Marekani kwa ajili ya kufanya kazi ya Mossad ndani ya taifa la Marekani. Jeffrey aliondoka katika jiji la Israel na kuelekea Marekani. Baada ya kufika Marekani, Jeffrey Epstein alianza kufanya biashara na kujipendekeza kwa viongozi mashuhuri, viongozi wanasiasa, lakini pia matajiri wa Marekani na viongozi wakubwa ndani ya serikali ya Marekani. Jambo ambalo lilimfanya Jeffrey Epstein kuwa ni tajiri mkubwa ndani ya nchi ya Marekani na kujizolea umaarufu na umashuhuri ndani ya taifa la Marekani. Jeffrey hakuishia hapo, bali alienda kutengeneza kisiwa hiko, kisiwa ambacho aliweka kama ni hoteli nje kidogo, takriban kilomita 10 kutoka katika jiji la Las Vegas. Alikwenda kutengeneza kisiwa hicho maalum kwa ajili ya watu wakubwa, watu mashuhuri, viongozi wa serikali, lakini pia viongozi kutoka katika nchi za Kiarabu na viongozi kutoka katika nchi za bara la Ulaya na wale wa Afrika wenzetu wenye kupenda maisha ya anasa, na wenyewe waliingia katika mtego huo. Jeffrey Epstein akiwa kama mpelelezi wa Mossad kutoka katika kikosi cha intelijensia cha Israel aliweza kufanya kazi hiyo kwa muda mrefu, lakini pia alichukua watoto wa kike chini ya umri wa miaka 15 na kuwaingiza katika jumba hilo kwa ajili ya kuwastarehesha wageni, matajiri pamoja na viongozi waliokuwa wanakuja kwa ajili ya kulabata. Haikuishia hapo. Starehe zilifanyika, lakini baadhi ya matukio na baadhi ya mambo na baadhi ya waliokuwa humo, mafikio yao ilikuwa ni kifo. Jeffrey Epstein alisifika kwa kula nyama za watu. Jeffrey Epstein alisifika kwa vitendo vya ubakaji. Jeffrey Epstein alisifika kwa kuwaingilia watoto kinyume na maumbile, kuwanyanyasa kijinsia, lakini pia kuwatesa ndani ya jumba hilo, kuwafanya kama ni chombo cha kibiashara kwa wageni wakubwa waliokuwa wakija, kama vile anavyoonekana Rais Bill Clinton, ambaye na yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanaoshuguswa na tuhuma hizo moja kwa moja. Lakini pia kama unavyoona katika picha na video mbalimbali zikimhusisha rais wa sasa Donald Trump, na yeye ni mmoja kati ya watu wanaohusishwa na kashfa hiyo. Nini kitatokea? Na kwa nini malafu haya yamekuja kuvumbuliwa sasa hivi na haya kuvumbuliwa tangu miaka ya 2010 takriban? Jua ni kwamba haya yote ni baada
ya kushindwa katika vita dhidi ya Irani, kwa sababu walioshikilia uchumi wote wa Marekani, walioshikilia mkakati huu, ambao walikuwa wakirekodi viongozi hao wote ni Mayahudi, ambao ndio wameshikilia uchumi wa Marekani na ndio ambao wanaipangia serikali ya Marekani. Sasa baada ya kuonekana kwamba wamefeli, nini kinachofuata? Maana yake ni kwenda kuzibua yale ambayo yaliyokuwa yamefichwa miongoni mwa maudhi. Lakini pia hawa ndio ambao wanaosadikika kumuua Michael Jackson. Lakini pia hawa ndio ambao wanaosadikika kumuua DMX, na pamoja na kumfunga gerezani. Hawa ndio ambao mwanzo wanakupa ushawishi na kukusaidia, na utakapo wakangeuka basi mafikio yako yatakuwa ni sijin. Lakini hivi ndivyo ambavyo maisha ya anasa yalivyokuwa yanafanyika. Fedheha kwa ikulu ya Marekani, fedheha kwa jumba la Marekani, fedheha kwa serikali ya Marekani inayojiita kwamba yenyewe ni superpower in the world, fedheha na aibu kwa rais ambaye anatamba ulimwenguni kwa kuwadhalilisha wenzake kwa kuwatolea maneno ya kashfa, lakini leo anakumbwa na kashfa kama hii. Ndugu zangu, ulimwengu huu na mambo, lakini pia ulimwengu huu na mambo makubwa yako ambayo tunayafahamu kwa kupitia upeo wa macho yetu, lakini pia yako mengi yaliyojificha nyuma ya pazia. Lakini hakuna jambo hata moja ambalo linafanywa katika ulimwengu huu, hasa katika nchi za magharibi pamoja na Marekani, isipokuwa ni lazima patakuwa pameshapangwa kwa muda mrefu. Jambo hilo litakuwa limekwisha pangwa kwa muda mrefu. Matukio unayoyaona sasa ni matukio ambayo hayajaja bure, bali ni matukio ambayo tayari yamekwisha pangwa kwa muda mrefu, na ilikuwa imebakia ni utekelezaji. Ni wakati gani tutatekeleza ili kuweza kufikia malengo yetu? Na hiki ndicho kinachojiri sasa, kwamba utekelezaji, sisi tunaishi katika matokeo na wala hatuishi katika upangaji kama ambavyo wenzetu walivyoweza kuweka matokeo yao. Ijapokuwa sio kila mpango unaowekwa kwamba ni lazima ufikie malengo kwa wakati huo unaotaka, lakini iwapo umekwenda na haujakamilisha mission yako, ikiwa ni nzuri, wako watakaokuja kuiendeleza na ikawa ni faida kwao kwa kupitia kile ambacho wewe umekiasisi. Ndugu zangu, kinachoendelea katika nchi ya Marekani leo hii ni Mwenyezi Mungu ametaka kuwaumbua kupitia Wizara ya Mambo ya Sheria ya Marekani, ambayo imekuja kufunua ukurasa na kitabu kinachoeleza maovu ya kutisha, dhambi za kutisha, unyanyasaji wa kutisha na ukatili wa kutisha juu ya watoto wa kike chini ya umri wa miaka 15, chini ya umri wa miaka 14. Ubaya huu na dhambi hii iliyokuwa mbaya tayari imekwisha enezwa ulimwenguni. Takriban ya picha 300,000, picha milioni 3, lakini pia video milioni 3 zimekwisha achiwa na kutapakaa katika dunia. Wanaona ili walimwengu wapate kushuhudilia ubaya wa dhambi inayofanywa na viongozi wa Marekani, lakini pia na matajiri wa Kiyahudi, kuhakikisha kwamba dunia hii haibaki salama kwa yeyote isipokuwa wao, kuhakikisha kwamba dunia hii haiwezi kutulia kwa yeyote isipokuwa wao, kuhakikisha kwamba dunia hii iishi katika mizozo, migogoro, vita, kiasi kwamba kwa kupitia vita hivyo na migogoro wao ndio wanaendelea kujiimarisha na kutengeneza the superpower in the world, kuwa ni taifa mama ndani ya dunia hii. Lakini kwa nini haya yanajiri katika kipindi ambacho Marekani anataka kufanya usuluhishi na taifa la Iran, baada ya kuonekana kwamba hawezi kuingia katika hawezi kuingia katika vita kwa kupitia nguvu za kijeshi? Lakini haya wakati yanajiri, ni tayari Irani amekusha kubali kwamba tutakaa meza moja na kujadili mambo kwa heshima na taadhima. Almuhimu isitokee yoyote yule akawa na haki juu ya mwenzake.
bali sisi wote ni sawa. Ndugu zangu, tuko katika kipindi ambacho ni kigumu. Dunia inapitia mambo magumu sana, lakini yote kwa yote, innal ladhina qalu rabbuna allaha thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hakika wale ambao waliosema kwamba Mola wetu ni Mwenyezi Mungu mmoja, kisha wakasimama katika msimamo wao, hawakuweza kuachana na Mwenyezi Mungu, bali walimtanguliza Mungu katika kila kitu. Basi watu wenye sifa za namna hiyo na waumini wa namna hiyo, la khawfun alaihim, hawatomuogopa yoyote yule, na wala hakuna ambaye atakayekuja kuwatisha. Wala hum yahzanun, wala hawatoweza kuishi kwa hali ya huzuni na kukosa furaha katika dunia hii. Tushikamane na Mwenyezi Mungu katika kipindi ambacho nyoyo za watu zimehama kuelekea katika mambo ya kishetani, ufedhuli na vitendo vya ukatili wa kijinsia. Tushikamane na Mwenyezi Mungu katika kipindi ambacho watu wanawaua wenzao bila kuwa na aibu, wanakula nyama zao bila kuwa na aibu. Tushikamane na Mwenyezi Mungu mmoja katika kipindi ambacho nyoyo za watu zimejawa kutu. Nyoyo za watu hazipendi mafanikio ya wengine. Nyoyo za watu zinawachukia wengine bila sababu. Tushikamane na Mwenyezi Mungu katika kipindi ambacho sheitani ameshika hatamu. Kila linaloamrishwa na sheitani ndiyo zuri zaidi, na kila linaloamrishwa na Mwenyezi Mungu ndiyo baya zaidi. Tushikamane na Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye anayetutosha, yeye ndiye anayetupa rehma, yeye ndiye ambaye anayetupa amani na salama, yeye ndiye ambaye anayetupa riziki zake. Tushikamane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kipindi hichi